Mganga kamuona huyo binti, kamtaka awe mke wake. Mama hataki. Ndio mganga naye watibu na kampa hela nyingi. Alichokifanya sijui nini kitokea. Wamerudi nyumbani, mapepo yameibuka tena kule. Wamembeba, wamempeleka tena kwa mganga. Walipofika kwa mganga, mganga hayupo, wasaidizi wake wapo. Wakamwambia yule mama, lala, mganga amesema ukija mlale hapa. Naona wakalala hapo. Usiku ule yule mama alifariki pale. Ni naye mkurugenzi atajitambulisha yeye mwenyewe, lakini ni mwenyeji wetu. Yeye ni mkurugenzi wa jimbo la Simiyu Kaskazini, na hawa sasa ndio wahusika wakuu ambao wameandaa huu mkutano ambao tumekuwa nao, mkutano mzuri. Tumepata nafasi tusikie machache wao kama waandaaji wa huu mkutano, pengine yapi ambayo sasa wamekutana nayo katika mchakato mzima wa kuandaa mkutano mzuri ambao tumekuwa nao. Jitambulisha, utasikia nini anakuambia. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Wewe ni mkazi wa huku maana kuonaga Dar es Salaam? Huku ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo ni mzaliwa kabisa wa huku? Sio mzaliwa hapa, lakini nimekulia hapa. Tangu shule ya msingi nimeanza kujitambua nikiwa hapa. Kwa mama anavyoeleza, anasema alihamia huku mimi nikiwa bado mdogo na nyonya. Kwa hiyo nikakuwa hapa, nikaanza shule ya msingi inaitwa Sima, iko mbali na hapa. Alafu ni unatembea ni nyuma mtaa wa pili ule ile lozungushwa maduka pale. Baada ya hapo nikafaulu kwa neema ya Bwana, nikaenda sekondari ambayo iko pia jirani tu hapa, inaitwa Biashara. Na katika harakati za masomo hapo nikapata neema ya wokovu. Na ilikuwa tofauti sana kwa sababu sisi ni watu wa dini. Ukoo wetu upande wa mama, mimi naitwa Daniel Omari, mwinjilisti Daniel Omari. Na watu waga wanauliza kwa nini Daniel Omari? Kwa nini? Alafu sasa nikiwatajia naitwa Daniel Omari Hussein Abubakari. Ndio majina ninayotumia. Kwa nini unaitwa Daniel Omari? Wengi waga wanauliza hiyo, lakini nawaambia tunamshukuru Mungu hata kwa Daniel, maana sikutakiwa kuitwa Daniel kabisa. Mimi na jina langu ambalo nitakiwa niitwe Juma au Abdalla, kufuatisha mlolongo wa majina ya kule kwetu. Sasa ili Daniel ulipewa na nani? Hii bwana, ili niliuliza baadaye kwa nini naitwa Daniel. Kaja kugundua mama na baba walitengana. Na walitengana akiwa bado mimi sijazaliwa. Ila nilikuwa tumboni. Miezi kadhaa. Walivyotengana, mzee na mama walikuwa wanaishi maeneo ya Kijima huko. Mama akawa amekuja huku Bariadi. Na baba akaendelea kule na maisha yake. Sasa nimekuja kuzaliwa, yule mzee kule hakunitambua mimi kama ni mwanae. Kwa hiyo huyu mama akaamua yeye kunipa jina la kwao. Kwa hiyo hili Daniel ni jina la babu yake yeye. Babu yake yeye. Naona. Kwa neema ya Mungu akaamua kuokoka hapo kwa mchungaji Segesa. Wakati huo mimi ni teenager, maisha sasa naanza kuyajua, na nilikuwa tayari nimeshajiingiza kwenye kuimba hip hop, naimba hip hop za kutosha. Nilikuwa naimba hip hop, nilikuwa mjini hapa naeleweka kwa namna fulani. Alivyookoka yule mama akawa anaenda kanisani akiwa bado mchanga. Mimi sielewi, nikuja kuelewa baadaye. Huyu mchungaji huyu nilikuwa namuona kila mara anakuja nyumbani. Huyu Askofu Segesa anakuja nyumbani, anamuona anapewa kiti nje, anakaa. Alafu mama naye anakaa hapo amejifunga kinguo hivi kichwani. Yule mzee anaongea maneno siyasikii wala siyaelewi. Baadaye wanaomba, anaondoka. Kila mara. Nilikuja kuelewa baadaye kwamba alikuwa anatembelea mshirika mpya. Maana mama ndo ametoka kuokoka. Unaona? Sasa nilichokuwa nakifanya, nilijua huyu mchungaji. Na mimi nilikuwa sihitaji kuingia kanisani. Kabisa kabisa. Hata kidogo sihitaji kuingia kanisani. Hata wachungaji si nini, nilikuwa sihitaji kabisa kuongea nao. Kwa nilikuwa akiingia lazima nipishane naye. Yaani kabla hajakaa mimi nishaondoka. Unaona?
kila siku, hata kumsalimia nilikuwa simsalimii. Alikuwa anafuga ndevu, alikuwa ndevu, tulikuwa tunamuita mzee wa madevu, mzee kidevu. Akiingia tu anakuja na baisikeli yake, miaka ile ya nyuma, anaendesha baisikeli ya mkulima, unaona, hata hajapaki vizuri baisikeli nishaondoka. Hasa siku moja nikafanya mistake, nikakosea timing namuona anaingia, mimi najiandaa kutoka, sijui nikachelewa nini, akawa amekaa na huwezi kupita. Na anasema alipokaa ndio mlangoni pale, lazima upite mbele yake, na mimi napishana naye kwa nyuma, yani yeye anaingia, mimi napishana kwa nyuma, nishaondoka, nitarudi ashaondoka. Siku ile nikakosea mistake, naona akakaa pale, na sema alipokaa huwezi kupita nyuma, lazima upite mbele yake. Basi nikatoka, niko speed, napita hivi, akanistopisha, na mama alikuwa shakaa pale wanaongea, akanistopisha. Alivyonistopisha pale, ananiuliza, anamuuliza mama, huyu ni mwanao? Maana anijui, tunapishanaga tu pale, huyu ni mwanao? Mama anasema ndio. Unaitwa nani? Sasa zile aibu na nini, na ni mzee, mtu mzima. Nikamwambia naitwa Dani. Akaniambia neno moja tu yule mzee, ambia Dani, karibu kanisani. Nikamwambia asante mzee, nikapotea. Ndugu yangu, ile nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu. Juma ngapi? Jumatatu. Lile neno karibu kanisani ndio injili iliyoniokoa. Lilianza kuimba moyoni mwangu. Kila mara nikitulia, nikilala, nasikia neno moyoni mwangu, karibu kanisani. Nikilala, nikiamka asubuhi, karibu kanisani. Karibu. Sasa hii karibu hii inanisumbua. Sikumwambia mama. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, kila nikilala karibu, afu naona picha, sura ya yule mzee, karibu kanisani. Yani ni kama mzimu unanifuata. Unanifuata usiku, karibu kanisani. Sasa sielewi hayo mambo mimi. Sasa ilipofika siku karibia na Jumapili, nikaanza kujiandaa sasa kanisani, nashawishika sasa niende. Sasa naendaje? Mimi sijawahi kuvaa suruali ya kitambaa. Yaani miaka yangu hiyo yote nilikuwa sijawahi kuvaa suruali ya kitambaa. Ni jeans pants. Na viatu vyangu ni hizo tu za wazi. Sasa nawaza nikipiga mahesabu kanisani sioni anayevaa. Sijawahi kuona anavaa mtu nini hizo majinsi anaenda kanisani. Miaka ile sio sasa hivi. Hata mtumishi umepiga nandi. Kipindi kile nilikuwa nafukuzwa na nilifukuzwa, unajua. Hiyo ndakwambia bwana, nilifukuzwa. Nilipokuja kukaa baadaye, siku moja nikajisahau, nikavaa nguo fulani hivi. Nilifukuzwa, hata sijaingia kwenye geti la kanisa. Nguo ambao sasa hivi washirika wanavaa, wanapanda madhabahuni. Mimi nilifukuzwa na vijana wa kanisani kabla hata sijaingia geti la kanisa. Sio mlango, geti, yani ule wazi ule wa nje pale. Waliniona kwa mbali, wakanipokea kule wakanifurumia, tuliokoka hatuvai hivi, nikafukuzwa mbali huko. Lakini leo hii naona nimekuwa kawaida sana na nini. Sasa lile neno karibu kanisani halikuniacha salama, lilikuwa linanisumbua kweli. Nikaamua Jumapili ile, kuna suruali moja nakumbuka mama aliniletea nikiwa mdogo, ikawa kubwa. Alafu ilikuwa ni ya kitambaa, nikaikataa kwa sababu ni kubwa na ni kitambaa. Nikaitupilia huko. Kumbe mama alichukua kaihifadhi. Nikaja kuiangalia ile suruali, kuitest, inanitosha vizuri. Ndio kwa mara ya kwanza nikavaa suruali ya kitambaa. Sikumbuki nilivaa nini huku juu, lakini nilivaa hiyo. Hiyo ndio suruali naikumbuka. Nikaenda kanisani. Sijawahi kuingia kanisa la watu waliokoka kabisa tangu nizaliwe. Alafu tulikuwa tunaambiwa kule kwenye dini zetu kwamba hawa walokole wanalia kwa sababu wana mapepo, wana majini, na hayo majini waga yanawapiga makofi, ndio maana wanalia. Kwa mimi nawaza, naingia mle kuna majini, taenda kupigwa makofi au inakuaje? Watu wanalia. Nikafika pale nje ya kanisa, nikasimama hivi kwenye ukuta kwa nje. Shemasi alikuwa na chooni si wapi, akatokea huko akaja.
Sasa wewe mbona umesimama hapa? Akanishika mkono, akanisukumia kanisani, kunisukumia hivi. Yeye akabaki nje. Alivyonisukumia mimi nikaingia tu kwenye ukuta hivi kwenye mlango, nikakaa kiti cha nyuma pale ambacho kinaegemea ukuta wa nyuma. Nikakaa pale. Kumbe kile kiti chenyewe ni cha Shemasi. Shemasi alipokuja kuingia akanikuta nimekaa pale. Akanitoa tena, akanishika mkono, ananivuta, akaenda akaniweka katikati ya watu kwenye mabenchi. Kipindi kile kwa ni mabenchi pale. Na kanisa lilikuwa ni nandi tu, nini, vumbi tu pale chini. Hamna bati, hamna nini, vumbi tu. Akaniweka katikati kwenye mabenchi hivi. Naogopa vibaya. Nasema sasa hapa sijui itakuwaje leo. Sasa kufupisha nilichoshangaa kwanza walipoanza maombi, nikasema nikifumbua macho majini yataniona. Kwa hiyo acha nifumbe kabisa. Sasa wale walokole wanaomba, mwingine anaomba huko anapiga makofi hivi, nasikia kofi kule pa, wanapiga hivi na mwingine anapiga huko, mimi sema yameanza kupiga. Alafu makofi yanazidi kusogea. Na karibiwa. Maana ghafla akapiga wa nyuma yangu makofi, analia, anaomba, amejaa roho. Nasema Mungu wangu, inakuwa naogopa. Yaani mimi siombi, niko tu hivi naogopa, nasubiria kofi. La pepo ile makofi ya majini. Lakini mpaka wakamaliza kuomba hivi mimi siona napigwa kofi, waliokuwa wanalia wakanyamaza, tukakaa chini. Sasa wakati wa neno ndio hapo nilipoanza kumuona Mungu. Yule mzee akasimama, akaanza kuhubiri. Ndani ya dakika chache nikagundua yule mzee anaongea mambo yangu tu mwanzo mwisho. Yaani yale maisha nilikuwa naishi na vitu nilivyokuwa navifanya ndivyo ambavyo anaviongea. Nikasema huyu mzee au mama kamueleza mambo yangu. Baada ya muda mfupi, sijui kilitokea nini, ile picha mpaka leo sijawahi kuisahau. Nikawa naona mle kanisani tuko hawa, mimi na yeye. Hawa watu wengine wote siwaoni tena. Na walikuwa wamekaa mabenchi, safu ya kwanza na safu ya pili hapo. Katikati kuna njia. Mimi niko katikati upande wa kushoto. Yaani najiona tuko wawili, mimi na yule mzee pale anahubiri, mzee Segesa. Sasa na sielewi, mzee huyu mbona anaongea na mimi? Maana haongei na watu wengine, anaongea na mimi tu. Alafu ni kama ananiambia mambo yangu. Ndugu yangu, alipomaliza akasema karibuni mbele. Kwa sababu mimi najiona tuko wawili mimi na yeye. Kwa hiyo ananikaribisha mimi. Kwa hiyo mimi nikawa wa kwanza kwenda pale. Sikujua kama kuna wengine walienda. Ila aliposema tu karibu, mimi nilisimama nikaenda, maana sioni mtu mwingine mle kanisani. Naona tuko wawili mimi na yeye. Kwa hiyo akisema karibu ananiita mimi, nikaenda pale mbele. Baadaye nakuja kushtuka nimechafuka, sijui niliamka saa ngapi, sielewi kilichoendelea. Kuanzia hapo sikuwahi kurudi nyuma tena. Na Yesu akaniokoa, na yule baba ni mwinjilisti, ndio akanijaza sasa ile roho ya uinjilisti ikawa ndani yangu, nikaanza kuhubiri. Kwa hiyo baada ya kusoma maliza form 4 nikawa nimechaguliwa Mwanza pale, nikasoma PCM pale, nikafaulu pia, nikaenda Dar es Salaam chuo cha FM kwa kozi ya computer science. Nimemaliza ile kozi sasa, moyoni mwangu wito na huduma zimewaka. Nilipokuwa namaliza form 4 mimi sikutamani kuendelea na shule. Nikasitamani niende chuo cha Biblia nikasome, nikamtumikie Mungu, lakini mchungaji akasema hamna. Mungu anataka watu wasomi. Hautaenda chuo cha Biblia ukiwa umemaliza form 4. Watu watasema umeshindwa shule. Nenda kwanza. Kwanza alinitega akaniambia hivi, ngoja matokeo yaje. Yakija umefeli ndio utaenda chuo cha Biblia. Lakini sasa yalipokuja nimefaulu vizuri, nikajua sasa umefaulu, sasa utaenda chuo cha Biblia. Hamna. Akaniambia hamna, nenda. Umechaguliwa wapi? Nikaenda advance. Nimemaliza advance na penyewe akaniambia sasa ukikimbilia chuo cha Biblia watasema umekimbia shule. Watasema umefeli. Sasa matokeo yakija umefaulu vizuri, utaenda chuo cha Biblia. Wakaanza kunitafutia mazingira niende East, chuo cha Biblia cha East. Naona nimemaliza form 6. Nilipomaliza nimeleta majibu kwa mchungaji wangu, nimefaulu vizuri PCM. Ananiambia hamna, lazima uende chuo. Sasa baba, nataka niende chuo cha Biblia. Hamna.
Alikuwa mama mchungaji labda atanitetea, yeye ndo akakandamiza kabisa. Ananiambia yani hakuna, Mungu anatafuta watumishi wasomi. Nenda chuo. Mimi siku apply chuo. Huyo mama mchungaji ndo akanifanyia application. Kanifanyia application pale chuo cha FM, hata sielewi kiko wapi. Sasa hiki mama anasema hiki nakijua kiko da. Utasoma hiki kozi gani? Computer science. Hata sielewi computer science maana yake nini. Ndo nikaenda chuo pale, lakini kweli yote yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Nimefika pale nikawa na sali Kawe, baadaye nikawa nimehamia kwa mchungaji Sote. Baada ya kufahamiana naye kutoka Mwanza, akaniambia njoo kwangu. Kwa sababu ya maisha magumu, changamoto nyingi, akaniambia njoo kwangu. Nikaanza kuishi kwake nyumbani, mchungaji Sote. Kwa hiyo nikawa mshirika wake pale, nikakaa pale, nimemaliza chuo, nikamwambia Mungu, mimi sitaajiriwa. Nimefaulu vizuri hiyo nandi yangu, degree yangu ya computer science, lakini nikamwambia Mungu, mimi sitaajiriwa. Kumbuka hata hiyo degree yenyewe nimeisoma kwa lazima. Mimi sikutaka. Mimi nitaka chuo cha Biblia. Ila wazee walinikataza. Sasa niko hapa, nataka niende kwenye utumishi. Kwa hiyo nikamaliza hapo, nikaendelea na huduma ya utumishi, naendelea kuhubiri Injili. Nikiwa kule Dar es Salaam, ninatoka naenda mikoani, nimehubiri sana Lindi. Kuna vijiji kadhaa kule nimehubiri, Lindi ile ya karibu huku na kule ndani Kilanjilanji, wapi hoteli 3 panaitwa pale na Ngulukulu, si wapi, maeneo yale yote tumehubiri. Na baada ya hapo sasa ndio nikawa natoka tena na kuja kanda ya Ziwa. Nikaja huku kwetu, nikawa nahubiri vijiji fulani huku kwetu. Sasa nikawa navutiwa sana kuhubiri huku, au kwa lugha nyingine nikawa na mzigo mkubwa sana kuhubiri huku. Nilikuwa nakuja huku, naona hali ya makanisa jinsi ilivyo. Ni sehemu, unajua jimbo la Simiyu, watu wa Mungu, sio jimbo la kimisheni. Japo wachungaji wengi huliita jimbo la kimisheni. Jimbo hili sio la kimisheni. Jimbo hili ni la kiinjili. Linahitaji injili tu. Makanisa yetu nayaona ni machanga, yako viwango vya chini. Yaani kanisa ni dhaifu kila nyanja. Ni dhaifu kiroho, ni dhaifu kimaongozi, ni dhaifu kiuchumi, ni dhaifu hata yaani wingi, kiidadi ni dhaifu. Uchumi mgumu, wachungaji wanaishi kwenye hali ngumu sana. Hali zao za maisha ni ngumu, washirika yani hali mbaya. Ndio natoka Dar es Salaam na kuja huku na hubiri kwenye hivyo vijiji. Kwa hiyo nikawa navutwa sana mpaka sasa miaka 3 iliyopita nikasikia moyoni nisiwe tu natoka Dar na kuja huku. Maana ni zaidi ya miaka 10 nilikuwa sijaja huku. Nilikuja huku baada ya miaka 10. Nikasikia niweke kituo kabisa huku. Na maelekezo ya Mungu nitengeneze timu ya wenyeji ambayo inaweza ikasaidia hayo makanisa. Kwa sababu kati ya kitu nilichokiona, makanisa ni machanga, hayana uwezo, ni dhaifu kiuchumi na kadhalika, lakini pia hayana ushirika. Section ziko scattered kabisa. Wanaweza kushirikiana tu kwenye vikao na vitu vingine, lakini eti kwamba wafanye mkutano hamna. Na mimi nimeitwa kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo nikaja, program ya kwanza nilokuwa nayo, nikaenda kwa askofu ambaye ndio baba yangu wa kiroho, nikamueleza, mzee, mimi nimekuja na mission moja. Mzee nilipofika pale akafurahi sana. Akaanza kunionyesha makanisa, tukupeleka kanisa lile halina mchungaji. Kanisa lile mchungaji alifariki. Kanisa lile mchungaji alikimbia. Kanisa lile makanisa kibao kama 7 ananionyesha. Pale haya nikamwambia, baba, mimi sitaki kuchunga kanisa hapa. Nimekuja kwa ajili ya kazi ya Injili. Basi ndio hivyo, unachunga huku unahubiri. Mbea baba, kwa mazingira haya nikisema nichunge sitaweza kuhubiri. Baba, okay sasa sawa, la kupewa umekataa. Akaanza kuonyesha maeneo, senta ile haina kanisa, eneo ile haina kanisa, mtaa ule tukufungulie na nini. Ambia hapana baba, nisaidie mimi nibaki nihubiri Injili. Kweli mzee akanielewa na akanibariki na akanitambulisha kwa wachungaji. Kwa mwaka ule wa kwanza ambao ni mwaka juzi, tukaanza program. Nikaweka malengo ya mikutano 7, maana yake section ziko 7. Kila section ni mkutano mmoja. Mpango ni huu,
Mkutano huo utafanywa kwa ushirikiano wa section zote. Lengo langu mimi katika ile section nipate viongozi, nipate wainjilisti, nipate watendakazi ambao tutaenda nao maeneo mengine. Ashukuriwe Mungu. Ule mwaka ulikuwa ni wa majaribio. Ilikuwa ni jambo geni kabisa kabisa kwa watumishi wa Mungu. Yani unawaambia, unaona kabisa wanashangaza, hii itakuwaje sasa? Mkutano section nzima tuende pale. Yani ni kama kitu kipya hivi. Unaona? Yani kwa mambo yalikuwa yanafanyika miaka ya nyuma, lakini huku kwetu ni kama mapya kabisa. Nikamwambia inawezekana. Itakuwaje? Chakula na nini, gharama. Sasa kwa sababu ni kitu kipya, inabidi ubebe majukumu makubwa. Nikarudi kwa wapendwa wangu Dar es Salaam, nikamwambia sasa sikilizeni wapendwa, mnichangie nikahubiri. Baadhi walikubali, wako wengi watumishi wa Mungu walikubali, wakawa wananipa hizo hela kidogo, 50,000, 20,000, 30,000, anakuja na kodi vyombo mwenyewe. Maana makanisa yenyewe kule unakuta section nzima. Hiyo sio miaka mitatu iliyopita, hata sasa hivi ninavyoongea. Unakuta section nzima hamna kanisa lenye vyombo. Section nzima hamna kanisa lenye vyombo. Kwa hiyo lazima ukodi vyombo. Na kodi wewe unapeleka unafanya mkutano. Nikaona mambo makubwa. Section ziliitika na ikawa ni jambo kubwa lililotokea. Jimbo hili kukawa kuna utofauti ambao umefanyika. Askofu na kamati yake walivyoona, wakajadili kule, wakasema huyu mtumishi kwa sababu amekubali kuweka kambi huku na ngazi za kule Dar es Salaam ameachia, naomba huku tumpe idara hii ya uinjilisti. Maana ilikuwepo lakini ni kama haikuwa hai namna fulani. Kwa hiyo wakawa wameomba nipewe kuwa mkurugenzi. Ndio kwa mara ya kwanza sasa na natambulishwa niwe mkurugenzi wa jimbo. Na hiyo sasa kazi tumeanza mwaka huu, maana tumetambulishwa mwaka jana mwishoni. Unaona, hata hatujajitambulisha vizuri wao wa viongozi, ndio tukaingia jukumu la kuandaa mkutano wa kitaifa. Unaona. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwanza. Kwa mimi kati ya kitu ambacho nilikuwa nakiomba nilipoingia hapa Simiyu, hali niliyoiona, sema ukweli, nimesema hili sio jimbo la kimisheni. Kwa nini nasema hiyo? Kwa sababu Simiyu imeshasikia injili kwa makanisa mengine. Hii Simiyu ni Sabato Lendi. Wasabato wako kila kona hapa. Hapa tu mjini makanisa yao ni mengi zaidi ya 20. Wako wengi kuliko maelezo. Lakini huku AIC iko kila kona. Huko vijijini utakuta. Changamoto ipo kwa makanisa yetu. EAGT pia nao wamejitahidi. Huko makanisani unaenda kule, tulienda kijiji fulani panaitwa Bulolambeshi. Hapana kanisa la TAG pale, ila pana kanisa la EAGT. Na ni timu nilioenda nayo kuhubiri, maana mimi nahubiri na makanisa yote. Unaona, nahubiri na makanisa yote. Tumefika pale na vijana wa TAG. Nikaliangalia lile kanisa, liko kijijini sana. Ni kijijini kweli kweli. Lakini wamenunua kiwanja cha kwanza nje ya mji, wakasali pale, wakaona kifai, wakaweka center pale, wakanunua kiwanja kingine center, wakajenga jengo la muda, wana ka system ka vyombo japo sio kakubwa lakini kapo mixer nikawa nawaambia wale vijana, nyinyi vijana wa TAG, hili ndio jimbo la kimisheni hili? Ina maana hawa wao vipi hawa? Hawa wanafanya kwenye umisheni au ni sisi peke yetu ndio kwenye umisheni? Nikamwambia inabidi tubadilike. Nikaanza nikawapa mfano huo maaskofu, wakasema wale wametangulia. Ni kweli wao wametangulia. Kwa hiyo mimi maombi yetu yalikuwa ni kwamba tunamuomba Mungu atupe watu watakao kuja kuhubiri Simiyu. Simiyu inahitaji injili tu. Watu wameshasikia sana habari za Yesu, ila dini ndo zimekamata. Watu wa huku wamefungwa na nguvu za kishirikina, ni watu wa dini sana. Lakini ngoja nikupe takwimu, kuna wilaya 4 hapa, kuna wilaya Busega, Bariadi mjini, Bariadi vijijini na Itilima. Unaona, na kule Maswa. Na sasa hapa wilaya moja tu ya Itilima ina waganga zaidi ya 800. Hao ni waganga ambao wako registered kwenye ile chama cha serikali kile cha mambo hayo ya tamaduni na nini. 800 wanatajwa na serikali.
Hata ukiingia kwenye Nandia Simiyu pale ukaingia kwenye utaona idadi ya waganga hao registered. Sio waganga wauguzi hospitali, ni waganga wa jadi. Hao ni waliosajiliwa. Acha ambao hawajasajiliwa. Ukipita hizi njia tunapita sana, unakuta hapa mganga, hatua 2 mganga, hatua 3 mganga, hujaenda Pasco. Nitamani ni kama ungepata hapa nikupitishe tu hii njia mpaka wilayani Itilima uone. Utaona viduku vile vijumba vya majani, utaona hiyo ngome ya mganga, hiyo ngome ya ni wengi kuliko. Jiulize wateja wao ni kina nani? Ni hao watu wa dini. Sasa wanafanya hivi. Mganga anasafiri huko alikotoka wala hamjui. Anafika eneo kama hili, eneo tu la wazi lolote, anakaa pale. Jua linampiga, mvua inamnyeshea. Anakaa pale na matunguli yake. Wanakijiji wanamuona, wanakusanyika wote. Pale alipokaa wanamjengea nyumba. Mganga anasema hapa mizimu ndio imenielekeza hapa. Kuna vitu wanataka afanye, mizimu ifanye hapa kwa ajili ya uponyaji wa kijiji. Kwa wana kijiji wanachanga, wanamjengea pale kijumba, vijumba vyao vile vya muda vile vya kuagulia na vyumba vya wateja kupumzika wanajenga na wanachanga kwa ajili ya chakula. Hiyo ni hapa Bariadi. Sio kwamba yalikuwa yanafanyika hata sasa hivi naweza nikakupeleka kwambia umeona, na sio mbali, ni majaida tu pale. Kwambia umeona hapa ni kwa mganga, alijengewa na wanakijiji. Lakini mchungaji ukienda hata hawakutambui wala hawakusikilizi. Unaona? Kwa hiyo bado ile imani, lakini hao wanaofanya ni wazee wa kanisa kwenye makanisa yao huko, dini zao. Ni washirika, ni wana kwaya na kadhalika. Twende kwenye maono yako. Maono yako ni nini katika mji huu wa Bariadi? Sio mji wa Bariadi hasa, ni mkoa wa Simiyu. Ni mkoa wa Simiyu. Unajua Simiyu ni kubwa, japo ilikatwa kutoka Shinyanga, lakini bado iliyobaki ni kubwa sana. Inaenda mpaka Meatu, Maswa, kote huko. Na sasa hivi imeingia mpaka Busega huko karibia na Magu. Kwa kweli mshukuru Mungu, nina mzigo wa pekee na jimbo hili na Simiyu hii. Na tunayo huduma yetu ambayo inaitwa Gospel Supporters, ambayo tumekuwa nayo tukihudumu tangu 2017. Ndio imekuwa rasmi, lakini huko nyuma tumekuwa tukihubiri ila sio rasmi. Ila kuiweka rasmi kihuduma sasa 2017. Nikiwa chini ya mchungaji Emmanuel Sote, akaibariki huduma hiyo na ikaanza kazi. Naona na nikawa miongoni mwa watenda kazi wale na viongozi wake wa kwanza walikuwa ni washirika wa pale kwa mzee. Tumeenda nayo hiyo, na sasa huku nilivyokuja nimefanikiwa kutengeneza timu hiyo. Idadi kubwa ni wa TAG. Unaona, kwa sababu unajua kwa namna nilivyofika, mnielewe vizuri kwenye hili. Nilivyofanya survey, nashukuriwe Mungu, nimezunguka vijiji karibu vingi, sijui ni vingapi nimebakiza vya Simiyu. Vingi sana nimezunguka. Kwa pikipiki, kwa magari, napita kila kijiji nafanya survey. Nimeona makanisa mengi ya TAG, EAGT, FPC nimeona jinsi yalivyo. Na nikagundua udhaifu uko wapi na nguvu iko wapi. Kwa upande wetu TAG bado tuko chini sana kwenye jimbo hili. Kwenye mkoa huu, nizungumzie mkoa. Tena afadhali jimbo hili la Simiyu Kaskazini. Kule kwa wenzetu kusini ndo kabisa bado. Bora hata sisi angalau. Lakini bado. Sasa kwa namna nilivyoona, natamani mimi, shauku yangu mimi ni kuihubiri Simiyu. Nataka Simiyu ihubiriwe Injili. Naona. Nataka Simiyu ifanye nini? Ihubiriwe Injili. Kila kijiji kihubiriwe. Ndio shauku yangu. Nikisema hivyo na maanisha nifike kila kijiji. Lakini TAG ina makanisa machache. Vijiji viko zaidi ya 300. TAG ina makanisa vijiji kama 50 na tu hivi. Na yaliyo hai ni kama 30 na hivi. Je, nitaweza? Nikisema nitumie tu mlango huo? Kwa hiyo huduma hii inanipa uwazi mpana wa kufanya kazi na huduma zingine kwa maana ya Injili. Kwa hiyo wakati naandaa watenda kazi, ashukuriwe Mungu, wachungaji wa TAG wameitika sana.
na umependa hiyo huduma na imekuwa support kubwa. Kupitia huduma hii tumefanikiwa Mungu, tumefungua makanisa ya TAG mengi na tumejenga makanisa. Na kanisa moja leo jengo kwa gharama kubwa ni lile la Nyamikoma, ambalo tulipata neema kubwa tukajenga kanisa na jimbo wao wakaja kuwezeka baada ya kufanya mkutano. Labda nikipata muda nitakupa shuhuda kadhaa. Sasa katika ile timu wengi ni wa TAG na wachache ni wa makanisa mengine, lakini wengi wao ni EAGT ambao nimekuwa nikiwaalika. Lengo ya kuwaalika kwenye mikutano yetu ni ili niweze kuhubiri na kwao pia. Kwa hiyo nimefanikiwa kuhubiri. Mwaka juzi nikawa na mikutano 10, maana yake vijiji 10 tofauti. Bwana alitenda makuu. Nikipata neema nitakupa shuhuda chache. Mwaka uliopita huo 2024, hiyo nilikuwa nazungumzia 2023, mikutano 10. 2024 mikutano 2024 ile, afu 2025 mwaka jana mikutano 14. Mpango wetu ulikuwa mikutano 14. Tukafeli mkutano mmoja. Kwa hiyo tukafanya mikutano 13 kwa mwaka mzima. Maana yake vijiji 13 vilifikiwa. Na mwaka huu tumeweka maono ya mikutano 15. Kimsingi kwenye vikao vyetu tulisema tunafanya maono kama mwaka jana mikutano 14, ila ule mkutano tuliofeli mwaka jana tunaukeli, tunaubeba, tunaulipiza mwaka huu. Kwa mpaka sasa tumeshahubiri mikutano 2, vijiji 2. Tulikuwa Nkololo, kuna kakijiji kinaitwa Nkololo huko wilaya Itilima, kakijiji kadogodogo hivi, tumehubiri pale. Na miujiza imetendeka. Labda niseme muujiza moja. Hii ni mwaka huu. Niliona mambo ya ajabu pale. Mingi Mungu alitenda. Na mimi sikuwa mhubiri na ndio kawaida yangu, kwa sababu natamani kutengeneza timu. Mikutano mingi ukifuatilia, nimekuwa nikirusha kwenye mitandao ya kijamii, Facebook kwa jina langu Daniel Omari Mwinjilisti na kadhalika. Sasa mimi sio mhubiri mikutano karibu yote, ila nakuwa nawapa vijana. Lengo langu natamani hata nikirudi zangu Dar es Salaam mikutano iendelee, na hiyo imenisaidia sana. Unaikuta mkutano unaendelea, mimi niko Dar es Salaam, niko Kariakoo. Unaona, ila mkutano huko unafanya nini? Na kiongozi mkuu wa mkutano huo ni nani? Ni mimi. Unaona? Na utaona unarushwa live kwa sababu nimewapa access kijana mmoja wa IT nimempa access kwenye simu yangu, anatumia hiyo kwenye account yangu ya Facebook. Utaona iko live, ila mimi binafsi niko da. Mkutano unaendelea huko. Sasa pale kijiji cha Nkololo pale, mama mmoja ana mtoto wa kike, na huko Sukumani vitoto vidogo vinaozeshwa, kuvunja ungo naozeshwa. Kana miaka 13 si 16 kameolewa. Kameenda kule sijui fujo gani, kametupiwa mashetani. Wameanza kuzunga kwa waganga. Yule mama ana pesa. Usukumani watu wana hela bana. Sio mchezo. Ni makanisa tu ndo ambao bado tuna struggle, lakini kule kwenye upande wa pili ni matajiri. Sijui utajiri wao wanatoa wapi hatuelewi. Yule mama kaenda kwa waganga 4. Ametumia jumla milioni 1.8. Mganga wa kwanza akampa milioni 400,000, mwingine si 500,000, mwingine si 400,000, mwingine yani ni hela nyingi. Huyo mganga wa mwisho huyo ameenda pale anamuomba 800,000, kampa 800,000. Na huku kuna shida moja, waganga huwa wanaoa sana wateja. Yaani anaenda kutibiwa anakuwa mke wa mganga. Hiyo ni kitu cha kawaida mno. Sasa yule mama kampeleka mwanae yule binti pale. Mganga kamuona yule binti, kamtaka awe mke wake. Mama hataki. Ndio mganga naye watibu na kampa hela nyingi. Alichokifanya sijui nini kitokea. Wamerudi nyumbani, mapepo yameibuka tena kule. Wamembeba, wamempeleka tena kwa mganga. Walipofika kwa mganga, mganga hayupo, wasaidizi wake wapo. Wakamwambia yule mama, lala, mganga amesema ukija mlale hapa. Naona wakalala hapo. Usiku ule yule mama alifariki pale kwa mganga. Alifariki. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Sisi tumeanza mkutano, tulianza kufunga vyombo Jumatatu pale, tumeanza mkutano Jumanne hiyo. Amefariki yule mama kwa mganga. Ambaye yeye alikuwa haumwi. Alikuwa haumwi. Anayeumwa ni binti. Yeye kapeleka mgonjwa kwa mganga. Lakini lengo yule mganga afanye nini?
yule binti abaki pale asiondoke. Unaona, ni wanafanya hivyo sana. Tumeona hata vijiji vingine kule. Yaani ni kawaida, na mwanaume anabeba mke wake anaenda anamkabidhisha kwa mganga, yeye anaondoka. Ni kitu cha kawaida sana huko. Sasa ashukuriwe Mungu, yule binti ana ndugu yake, sijui ni mke wa nani yake, akasikia Injili pale, na kwa mganga ni vijiji jirani. Yule mama akaenda akamtoa yule binti, akamrudisha nyumbani, msiba ukarudi nyumbani, na ndugu wengine wakarudi. Kumbe yule mganga si ndo alifanya hivyo, si ni nani hatujui. Mateso alikuwa anapitia yule mtoto wa kike ni watoto wote wa familia ile, wote walikuwa 4. Mmoja wa kiume anafanya kazi Mwanza, yuko Mwanza anapitia mateso kama anayopitia dada yake. Mdogo wao mdogo anasoma shule sio la 3 la 4 na kenye vivyo hivyo. Yule mama sijui alisikiaje akaamua kuwaleta kwenye mkutano. Akawaleta. Tunaambiwa hawa wametoka kijiji jirani. Wanaitwa Maharita. Kijiji kongwe cha kule Maharita. Amewaleta hapa. Wanakuja kuombewa. Na wao wamesema huyu dada huyu ndo anataka kuombewa. Tukasema sawa. Wakati wa mahubiri yule binti aliamka chini. Wakamtoa nje, wakamtoa pembeni ili asivuruge mahubiri. Lakini walivyomtoa wale ndugu zake nao si wanaona dada yao kakabebwa, nao wakasogea ili waone dada yetu anapelekwa wapi. Alipelekwa tu pembeni kwenye maombezi. Wamesimama pembeni anaombewa huyu na wao wanaanguka. Mapepo hayo. Kemea mapepo, kufunguliwa ndo wanaanza kutupa story. Waambia hapa sisi tuna msiba nyumbani, tumezika tu jana. Hiyo sasa ilikuwa juma ngapi? Alhamisi. Kwa wamezika Jumatano, Alhamisi wanaletwa kwenye mkutano. Yule binti akafunguliwa pale pale. Tumbo lake linauma. Sijui manini yanatembea mwili. Hakieleweki. Alifunguliwa pale pale. Kijana naye funguliwa pale pale. Anasema mimi kila nikilala ndoto za ajabu naota nakimbizwa sinaota mavitu gani. Alifunguliwa naye pale pale. Kumbe naye ilikuwa ni mashetani tu yale. Na kale katoto kadogo vile vile. Huo ni muujiza namba 1. Huo ni wapi? Ni mwaka huu. Muujiza mwingine pale pale ulipotokea, baba mmoja ile tupokea ana familia nzuri, amefanikiwa, nyumba zake ni kubwa za kisasa. Anatuonyesha, anasema mimi Mungu amenibariki. Ile pale nyumba yangu, ile kule nyumba za Msauzi, ile kule, lakini nina shida moja. Na shida gani? Mke wangu. Alivyoona nimefanikiwa hivi, alienda si wapi. Nguvu za giza hapo zikavunja ile ndoa. Ameondoka na watoto. Na mimi hapa nimekuwa bachelor kabisa. Tukamwambia tunakuombea. Yeye aliombewa siku ile ile, hata sio kwenye mkutano, pale pale. Tunamaliza mkutano Jumapili, Jumatatu yake anatupigia simu. Anampigia simu mchungaji mwenyeji wa maeneo yale ambaye tulikuwa tumeenda kuhubiri naye kule. Ni Msukuma yule wa kule. Wasa wanaongea Kisukuma. Anambia naomba mje mtuombee. Nini? Yule mama amerudi analia. Anatembea na magoti, analia, anasema mume wangu nisamee. Ni mambo tu ya kishirikina haya. Lakini nimeamua kuyaacha narudi kwangu. Yule baba, kwa sababu pale tulikuwa tunafungua kanisa. Yule baba akasema, mimi mchungaji anayekuja atakaa kwangu, nampa nyumba. Kwa hiyo mchungaji na familia yake akapata nyumba kwa yule mzee. Unaona miujiza hiyo? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana na tunaendelea na mikutano hiyo. Mungu akubariki. Kama kuna pengine la ziada ambalo limesalia unataka wanaotufuatilia kupitia NY TV waweze kulisikia, karibu. Amen. Mimi ninataka kusema kwanza kabisa niwashukuru wale wadau ambao huwa wanasupport injili hii. Huduma ya Gospel Supporter ina watu wengi wanaofuatilia na wengine wako mbali, wengine hata tuwafahamu ila huwa wanafuatilia. Tunawashukuru sana kwa maombi yenu kutuombea. Tunashukuru pia hata kwa support zenu za fedha. Wengine huwa wanatuchangia. Mungu awabariki sana. Mwaka huu tunakusudia kuwa na mikutano 15. Tumeshahubiri mikutano 2 sasa. Tunakusudia kufikia maeneo ya Magu, tunakusudia kufikia maeneo ya Maswa kule maeneo la Lago, Senani na kule Magu, kule Mahaha ya Magu kule na maeneo mengine ya wilaya zinazozunguka
mkoa wote wa Simiyu. Hiyo yote nasema kwenu ili kuwakaribisha. Tunawakaribisha sana, karibuni mshiriki huduma hizi na baraka hizi. Tumejitoa kufanya kazi hii kwa gharama yoyote. Tumekubali hata kuacha mambo mengine ambayo yanaonekana ni ya thamani na mazuri ili watu waokolewe na kufunguliwa. Mungu awabariki sana sana. Unaweza mkawasiliana na sisi, labda namba utazipitisha hapo chini. Unaweza kuona namba hapo chini ya TV yako au ya simu yako utaona, na Mungu akubariki sana. Amen.